Bwana Yesu asifiwe. Kuna kitu kinaitwa Day of Atonement. Kilikuwepo Agano la Kale. Day of Atonement. Day of Atonement manake ilikuwa ni transfer of sin. Mfano wewe umezini, unapeleka mbuzi, na hiyo mbuzi unavyoenda kuitoa sadaka inakuwa ni mbadilishano wa dhambi zako, manake dhambi zako zinaingia kwenye mbuzi, alafu wewe unakuwa clean. Inaitwa Day of Atonement. Sasa Yesu Kristo amekuja kutubebea, kwa sababu kipindi hicho mtu anaweza akafanya hiyo transfer of sin, kwamba dhambi yake inaingia kwenye mnyama ambaye anamtoa sadaka, na moshi ukipanda juu, Mungu ameikubali hiyo sadaka na amemsamehe huyo mtu. Lakini still watu walikuwa wanarudi kufanya makosa ambayo walikuwa wanayafanya mwanzo. Sasa Yesu aliyekuja, Yohana 1:29 anasema, siku ya pili yake alimuona Yesu anakuja kwake, akatazama, tazama mwana-kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Aichukuae, maana yake huyu mwana-kondoo wa Mungu hakuwa dhambi, ila alikubali na alitii kufanyika dhambi kwa ajili ya ulimwengu ambao wenyewe ndio wenye dhambi. Kile kitu mtu ana dhambi, anampeleka mnyama, dhambi ndio inaingia kwenye mnyama, yeye anakuwa clean. Ile kitu kwao ilikuwa bado haina impact. Ndio maana Mungu akamleta Yesu Kristo ambaye ni mwana-kondoo wa Mungu, yeye mwenyewe ambaye alichukua dhambi za ulimwengu. Maana yake alifanya transfer ya dhambi za kwetu sisi wanadamu. Ndio maana nasema mwana-kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Maana yake ulimwengu dhambi yake kubwa ni kutokumwamini Yesu Kristo. Kwa mwana-kondoo wa Mungu alikuja kuichukua dhambi ya ulimwengu. Usipomwamini Yesu Kristo ndio utafanya kila kitu. Aliyemwamini Yesu Kristo hafanyi dhambi, na adui mkubwa ni kutokumwamini Yesu Kristo. Hivi unafahamu ya kwamba hata kufanya vitu pasipo imani ni dhambi? Sasa mwana-kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Dhambi hipi? Ya kutokumwamini Kristo. Maana yake alikuja kufanya msamaha mkubwa kwa ajili ya maisha yetu. Sisi hatukuweza kuchukua dhambi, ila mwana-kondoo wa Mungu alikuja kuchukua dhambi zetu. Maana yake ulikuwa ni mzigo, na hii ndio ambayo ilikuwa tiba ya dhambi. Maana yake kwa muda mrefu walikuwa wakitafuta tiba ya dhambi, haikupatikana. Lakini mwana-kondoo wa Mungu ndiyo ilikuwa tiba pekee ya dhambi, kupitia damu yake na kifo chake pale msalabani. Na hii ndiyo habari njema, kwamba kupitia Kristo Yesu tumepokea msamaha wa dhambi, na tuna msamaha wa dhambi. Tumewekwa mbali na dhambi kwa sadaka yake kamili ambayo ilitolewa kwa ajili yetu. Kwa hiyo sisi tumeungwa na Kristo, tu pamoja na Kristo. Sio kwa sababu tumefanya jambo fulani, na sio kwamba tutafanya jambo fulani ili tuwe pamoja na Kristo. Tayari tuko pamoja na Kristo. Na ndiyo maana kitabu kile cha Wakolosai, Efeso 1:7 anasema, katika yeye huyo kwa damu yake tunao ukombozi wetu, masamaha ya dhambi sawasawa na wingi wa neema yake.
na Wakolosai 1:13-14 anasema, naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yani msamaha wa dhambi. Katika yeye tuna ukombozi, yani msamaha wa dhambi. Katika nani? Katika yeye tuna ukombozi. Kwa hiyo mwanakondoo wa Mungu alichukua dhambi za ulimwengu ambazo ni za kwetu sisi, ambayo ni ya kwangu mimi na wewe. Mwanakondoo wa Mungu alifanya hicho kitu kwa ajili ya maisha ya kwetu. Kuna swali mpaka hapo, mtu wa Mungu? Na kukaribisha kwa swali mpaka hapo. Na kwa nini watu wengine hawaamini katika hili jambo, kwamba Mungu alitusamehe? Nitazungumza kwenye episodi zingine. Usiache kufuatilia hili somo. Utafuatilia kipengele cha pili. Nikiupload YouTube utaangalia kipengele cha pili kinachofuata. Kwa nini watu wengi hawaamini katika msamaha wa Kristo Yesu? Shalom.